Na mtazamaji wa Faida Online TV, hiki ni kivuko cha MV Mafanikio kinachofanya safari zake kutokea manispaa ya Mtwara Mikindani kuelekea kwenye kijiji na kata ya Msangamkuu, halmashauri ya wilaya ya Mtwara. Lakini tumepata changamoto kwamba wananchi wanalalamika kwamba kivuko hiki mlango mmoja haufunguki, kwa maana pantoni hii inalazimika kugeuza katikati ya maji ili iweze kupata uelekeo mzuri wa kwenda kushusha abiria na mizigo yake. Jambo hili linawapa hofu wananchi, lakini pia inaweza kuwa sababu ya kuweza kupunguza hata watalii, kwa sababu ni moja kati ya maeneo ambayo watalii wanapenda kutembelea, kwenda kuona bichi nzuri na upepo mwanana na namna mazingira yalivyo mazuri. Faida Online TV, watu wa field pass na hiana pasipo na bugudha, tumefika kwa ajili ya kuweza kuandalia taarifa hii. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Mimi naitwa Musa bin Musa Mitema AK, naitwa Kamongo wa Msangamkuu. Na kero pantoni mbovu, pantoni chakavu. Na kwa nini wakati pesa inatoka? Tatizo lipo wapi? Na tunaiomba serikali kiujumla warekebishe huu mlango. Tunateseka, tunafika pale wengine wagonjwa kizunguzungu inazunguka. Haya, lingine kero langu, muda naona iongezeke. Ituongezea hata saa 4 ifike, saa 4 tu. Kwa majina ninaitwa Bakia Yusufu Jela. Ni mkazi wa Msangamkuu. Mlango mmoja ni hatarishi sana. Je, mlango mmoja ukigoma na wapili tunakuaje? Inakuwa ni hatarishi, tunaelea wengine ufunguki, itakuaje pale? Tengenezwe hii, iboreshwe kabisa, milango yote ifunguke. Haiwezekani pantoni mlango mmoja tunageuza katikati, inafanya yani ni hatarishi sana kwa kweli. Na kile ya pili hapa kwenye hii kichoo hapa tunatumia choo kimoja, mlango mmoja wanawake na wanaume, ni sio sawa kabisa. Ni mlango mmoja ule haufanyi kazi. Kwa kweli tunaomba choo hii irekebishwe, nayo milango yote itumike vizuri. Na swala la muda ni mfupi sana kwa kweli. Hapa sasa muda ututoshi. Muda ilikuwa mwisho saa 2, lakini saa 2 tutoshi. Inaweza yani tunaomba iwe mpaka saa 4 angalau. Mimi jina langu Anthony James Abdalla. Mkazi wa Naliendele. Shughuli zangu nafanya huko Msangamkuu. Hiki kivuko hiki mashine mbovu. Mlango ufunguki, unafunguka mmoja, na maana ukiharibika mmoja basi tumeshafeli. Kwa sababu zamani hapa ilikuwa tunavuka na mitumbwi, sasa hivi na kwa changamoto sasa hivi ndio imeingia hiyo, lakini sasa hivi mazingira sio mazuri. Mlango huu ukiharibika basi maana wa kwanza umeharibika tangu siku nyingi. Kwa majina anaitwa Mabruki Sulemani, ni mkazi wa Msangamkuu. Hii jambo linaloshangaza pantoni, issue ya kugeuka mlango mmoja. Kwa kweli ni kwa abiria sisi ni kero pia. Maana utapotokea emergency mlango robaki, hakuna cha kufanya. Na pia tuna kero hii pantoni muda ututoshi, kwa sababu pia sisi wakazi wa Msangamkuu ndio wenye shida na mjini. Kwa hiyo sisi kero yetu kwanza pantoni ifike alau saa 4. Wakati tumepata nafasi ya kuzungumza na Mheshimiwa Diwani wa kata ya Msangamkuu, halmashauri ya Mtwara, Mheshimiwa Mahmud Mohamed Sinani. Niko hapa leo kivukoni Msangamkuu, na kama mlivyosikia wananchi wanakerwa sana na swala la pantoni kuwa linafunguka mlango mmoja. Kiujumla kwanza mimi nitoe pongezi, sababu tulikuwa tuna pantoni. Miaka 12 iliyopita tukapata hii pantoni. Na ilikuja brand new, ilikuja mpya. Sasa tatizo kubwa naona ni service. Lack of service. Maana hivi vyombo inabidi viwe na service kubwa. Serikali yetu ilijitoa kwa kipekee kabisa kuangalia wananchi wa Msangamkuu na kuangalia vile mahitaji yao na wakakidhi yale mahitaji miaka 12 iliyopita. Tunaisii TAMESA ambao wao ndio wamepewa dhamana ya chombo hiki wafanyie service. Leo mlango mmoja unafunguka, mwingine ufunguki. Kwa maana hiyo captain inamlazimu ageuke. Sasa ile kugeuka haikuwa design namna hiyo. Yani pantoni geuke all the time, obviously itakwenda kuharibu mambo mengine makubwa zaidi. Msangamkuu ni kivutio kikubwa sana cha utalii Mtwara. Msangamkuu ina fukwe nzuri. Msangamkuu sasa hivi inapata wageni wengi, na wageni hao wanapitia katika chombo hiki. Sasa wageni wengine wanatoka nje. Kwa hiyo kielelezo cha Mtwara ndio hii pantoni yetu. Watu wengi wakija Mtwara wanauliza Msangamkuu wapi? Watakuja hapa, watalii wa ndani pamoja na wa nje wanatumia kivuko hiki hapa. Sasa ukija kuona kama
health and safety haizingatiwi, hilo jambo nalo sio zuri, lita discourage watu hususan watalii wetu, na tutakosa mapato makubwa zaidi ambayo yale tungeweza kuyapata kupitia utalii Msanga Mkuu. Asante, naitwa Deogratias Ludoviki, ni mkuu wa kivuko cha MV Mafanikio Mtwara. Ni kweli katika kivuko chetu kuna changamoto ya muda mrefu ya kutumia mlango mmoja, ambapo mlango wa upande wa pili tunashindwa kutumia kwa sababu kuna changamoto kidogo za kiufundi. Ila nimeshalifikisha kwa wakubwa wangu katika ngazi ya mkoa na ngazi ya kanda, na wameshaanza kulifanyia kazi. Mafundi walikuwa wanatarajia kuja huku, lakini kwa bahati mbaya wakati wako njiani wakapata taarifa kuna kivuko ambacho kulikuwa kina tatizo Tanga. Kwa hiyo wamesitisha safari mpaka watavomaliza kule, watakuja ili ya kumalizia changamoto ya mlango wetu. Ila huduma inaendelea kwa kutumia mlango mmoja bado. Tatizo lina muda mrefu, ila ni kutokana na changamoto ya kupata spare. Kwa huko wako sasa hivi wako hatua za mwisho kabisa, wanakaribia kukamilisha na wakishakamilisha tu watakuja huku moja kwa moja. Ni kweli katika kivuko chetu tunaanza kutoa kuanzia saa 12:30 asubuhi na kuhitimisha saa 2 usiku. Ni kweli wananchi wanahitaji tuongeze muda, lakini bado kuna changamoto, ukiachilia mbali swala la ongezeko la bei ya mafuta, pia na uvukaji wa abiria ni wachache. Kuna muda mwingine tunatembea na kivuko hakina abiria, ila inatulazimu tuendelee kutokana na kuna ratiba ambayo tumeipanga, ambao wanakijiji wetu wanaijua na sisi ndo tunaitumia hiyo. Kuna tatizo lingine la swala la choo, ila mafundi nadhani jioni hii watafika kwa ajili ya kuanza kulishughulikia hilo swala ili tuweze kurejesha huduma ya choo. Na mtazamaji wa Faida Online TV, tumesikia kile ambacho kimezungumzwa na mwakilishi wa TEMESA akielezea kwa namna gani wamejipanga kwa ajili ya kuweza kurekebisha tatizo hili. Anasema mafundi wameenda Tanga, wakikamilisha jambo hilo watarudi Mtwara, lakini amesita kabisa kusema ni kwa muda gani hao mafundi watakuwa wamefika hapa Mtwara. Tusubiri kwa muda ambao haujulikani ili tuweze kuwapokea mafundi hawa waweze kulifanya kazi jambo hili ambalo limekuwa likiwatesa wananchi na wamekuwa na wasiwasi kuvuka kutoka sehemu moja kwenda nyingine, hasa kutokea feri Manispaa Mtwara Mikindani kuelekea halmashauri ya wilaya Mtwara kule Msanga Mkuu. Lakini pia tumeona kile ambacho amezungumza Mheshimiwa Diwani wa kata Msanga Mkuu, Mheshimiwa Mahmud Mohamed Sinani, akisisitiza na kuomba serikali iweze kulifanya kazi jambo hili ili kuwanusuru wananchi wake wasio na wasiwasi tena wakati wa kuvuka kwenye kivuko hichi. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kumbusha kusubscribe, kulike na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.